Kutoka kaunti nambari 7 tuelekee kaunti nambari 40 ambapo ni afueni kwa wakulima wa pamba zaidi ya 1000 katika maeneo mane ya bunge huko Busia baada ya kupewa ufadhili wa tani 10 za mbegu ya pamba. Serikali ya kaunti kwa ushirikiano na kampuni ya Thika Mills imesambaza mbegu za pamba katika maeneo mbalimbali nchini. Magunia haya ya aina mpya ya mbegu ya pamba iliyoboreshwa yamewapa wakulima wa Busia na kaunti jirani ya Siaya matumaini mengi. Mbegu hizi za OPV zitatumika msimu huu badala ya zile za BT. Wakulima wa pamba katika maeneo haya sasa wanatarajiwa kuvuna pamba nyingi msimu huu wa mvua ya masika. Mwenyekiti wa Nambale Cooperative Union Nancy Odemba anasema kuwa mbegu hizo zimefika wakati unaofaa. Tumeweza kupata mbegu kwa wakati unaofaa na tunafurahia sana kama wakulima. Hatujaweza kuhangaika kwa ajili ya mbegu, maana pia imeweza kuleta mazao yetu juu. Ningeomba serikali itukumbuke tena, kwa maana hii jinari zile affiliated societies ambazo zinaleta pamba hapa ndio zinawika sana within Busia County. Hapa tunapata pamba mingi sana. Hata saa hizi tuko over 80 tons. Hata hivyo, wakulima wameitaka serikali kuongeza bei ya pamba kutoka shilingi 72 hadi shilingi 80 kwa kilo ili kuwawezesha kukimu mahitaji yao ya kimsingi. Pamba yetu sisi huwa tunapata support ya kununua pamba kutoka Thika, na sisi huwa tunanunua alafu inapitia kuchambuliwa huko Luanda Jinari. Ila tu ombi ni kwamba iwapo serikali ikishirikiana na washikadau wanaweza kutuongezea bei angalau iweze kufika shilingi 80. Natumai kwamba shida zetu ama shida ya wakulima wetu itaweza kupungua. Wakulima hao wameitaka serikali kuzingatia kuwapa mbolea na dawa ya kunyunyizia pamba. Na tungependa pia kuomba serikali pamoja na washikadau wakiweza pia kutusaidia na pesticide. Bila tumepata hii mbegu, tukiweza pia kupata dawa za kunyunyizia, dawa mzuri ya kunyunyizia kwa huu mmea, itatufaidisha mno. Vijana wengi walikuwa wanadhani wazee ndio kupanda pamba, lakini kulingana na mimi production ya pamba hainanga ati vijana ama wazee. Akizungumza katika eneo la Nambale, kaunti ya Busia, wakati wa kugawa mbegu hizo zilizotolewa bure na serikali, afisa wa Thika Cloth Mills Hesbon Olweny ameshabikia kuongezeka kwa uzalishaji wa pamba katika eneo hilo la Nambale. Today we have collaborated with the national government and the government has given free seed, which is an OPV. OPV is open pollinated variety, and we have brought in here 10 tons of that variety. It has been given free to farmers. Hata hivyo, kusambaratika kwa vyama vya ushirika kulisababisha kiwanda hiki cha kuchambua pamba cha Nambale kukosa kufanya kazi kwa zaidi ya miaka 40, huku majengo haya sasa yakitumika kama kanisa na mengine yakitumika kwa biashara mbalimbali. Hii jinari tangu bodi toke, jinari imekaa bila kuchambua pamba kwa miaka karibu 40. Kwa serikali ningeomba wakumbuke area hii, kwa maana hii area ilikuwa inasaidia sana wakati ilikuwa iko active. Na hata zile chuma ambazo zilikuwa hapa, zile mashini zilikuja zikazeeka, zikauzwa kama scrap, wakati wengine wetu hata hatukujua. Wakulima hapa hutegemea kiwanda cha kuchambua pamba cha Muluanda kilichoko katika eneo bunge la Funyula zaidi ya kilomita 40. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.